ndio maana mnaona kabisa kwamba wapinzani wetu wameamua kuja mafungu, kwa sababu wao hawaamini kitu gani ambacho kinakwenda kuwakuta. Wanajua ukicheza na Tabora United ni kama umecheza na Ahal, ni kama umecheza na PSG, ni kama umecheza na Mamelodi Sundowns, yani katika zile timu zote kubwa katika ukanda wa Afrika. Ndiyo level ya Tabora United kwa hivi sasa. Na ndio maana wapinzani wetu Young Africans wamekuwa na kitete, wamekuwa na mihemko. Na baada ya kufika hapa ili kuona kwamba sasa wanakwenda kucheza na timu kubwa, timu ngumu, wameamua kuja kwa mafungu kwa sababu hawana uhakika na kitu ambacho wanakifanya. Sasa kosa walilolifanya Yanga ni kukanyaga katika ardhi ya Tabora. Yani hilo tayari kukanyaga tu Tabora umeshafungwa tayari. Yani ni bora hata wangegoma, wangesema kwamba tunataka tubadilishe uwanja. Lakini kitendo cha wao kuleta timu uwanjani, yani kitendo cha kukanyaga tu ardhi hii ya Tabora, tayari wameshafungwa. Yani hapo mechi bado hatujaenda kucheza. Kwa hiyo ndugu zangu wana Tabora, tunatakiwa tuhakikishe kwamba kwanza tusiwe na wasiwasi, kwa sababu maandalizi yamefanyika vizuri sana na wachezaji wako kambini, wana morali na wana hari. Nafikiri jana mmemwona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Paul Chacha Matiku ameenda kutoa hamasa kwa wachezaji, na ni kawaida kwa Paul Chacha Matiku kutoa hamasa kwa wachezaji wetu, ni kawaida sana. Yani yeye ni kawaida kwa sababu hii timu ya Tabora ni ya kwake na yeye ndio mlezi. Kwa hiyo niwahakikishie hakuna chochote ambacho kitakwenda kuikuta Tabora zaidi ya kupata ushindi siku ya Jumatano. Tunawaheshimu Young Africans kwa sababu ni timu ambayo inashiriki ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara, kwa sababu ni wenzetu kwenye ligi. Lakini napokuja suala la kupata matokeo, kama ambavyo tulifanya kwenye uwanja pale kwao Chamanzi, tulipowafunga pale Chamanzi, vivyo hivyo tunakwenda kukifanya kesho kutwa siku ya Jumatano uwanja wetu wa Al Hassan Mwinyi. Kwa hiyo niwaambie wanatabora na Wandabora, narudia tena, tukateni tiketi zetu. Lakini pia kingine ambacho nataka kuambia, kumekuwa na udanganyifu wa tiketi. Na kama kumekuwa na udanganyifu wa tiketi, sehemu sahihi ili uwe salama na tiketi yako ambayo unaikata, ili uwe salama, kata tiketi yako kwenye vituo ambavyo tumeviainisha. Tumetangaza kwamba vituo vya tiketi viko hapa stendi, tunakata tiketi. Ukija stendi hapa unapata tiketi yako. Lakini pia kituo kingine ni Big Brother karibu na uwanja wa Hassan Mwinyi hapa Tabora, nafikiri ni kituo maarufu sana. Lakini kituo kingine ni Rama Point pale Uwaziri, na kituo kingine ambacho tunauza tiketi zetu ni pale Nana Decoration. Kwa hiyo usije ukanunua tiketi tofauti na hapo. Ina maana kwamba hiyo utakuwa umepigwa. Na sisi safari hii tunaweka ulinzi mkali sana pale kwenye mageti. Yani kwamba wewe kama utaibiwa tiketi, utampa mtu hela, atakudanganya kwambia kwamba chukua tiketi yako hii hapa. Ukifika pale getini tiketi ikisumbua hautoingia. Lakini pia acha tu kuingia uwanjani, tutakuchukulia hatua, kwa maana utakaa kituo cha polisi. Wakati huo sisi tunaangalia nini? Tunaangalia mpira. Kwa hiyo naombeni sana tuwe waaminifu, tununue tiketi zetu kwenye vituo ambavyo tumevizungumza. Lakini pia kingine tumeweka bei ya viingilio ambavyo ni affordable kabisa. Tumeweka mzunguko shilingi 1500, lakini pia tumeweka VIP shilingi 1015. Hivi ni viingilio ambavyo viko reasonable. Na kwa sababu tunajua mashabiki wa Yanga wao maisha yao ni kulalamika. Yani wanalalamika kuanzia Januari mpaka Disemba. Yanga wanalalamika kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Yanga wanalalamika kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo ili kuepusha malalamiko na ili kuepusha kusema kwamba sisi tumeshindwa kwenda Tabora, wametuhujumu, sisi tumewapa viingilio reasonable. Shilingi 1500 mzunguko wanaingia, 1015 VIP unafanya nini? Unaingia. Kwa tumeweka viingilio ambavyo hata Yanga pia waweze kufanya nini? Kulipa tiketi zao waweze kuingia uwanjani. Kwa sisi kusema kwamba kuwaogopa Yanga, hasa labda tuhame ligi. Sawa Unajua Tabora ni timu ambayo ipo ligi kuu na huu ni msimu wa pili. Na tangia dunia imeumbwa,
Hakuna timu ambayo imewahi kumfunga Yanga Afrika magoli 3 zaidi ya mechi zao zile za dabi ambazo huwa wanacheza. Yani ukitazama katika takwimu, ukienda kwenye historia, hakuna. Ukiacha dabi zao wanazofungana na magoli 5 mangapi, tofauti na hapo hakuna. Sasa wao kuja mapema kwetu pia sisi ni advantage. Sawa? Yani sisi ni advantage kwa sababu tayari wameshaonyesha ile hali ya uoga ya kuiogopa Tabora. Wakati sisi tunacheza nao, sisi tulienda kama leo kesho mechi na tukawafunga. Kwa hiyo wao kosa lao la kwanza ni kuwahi kuja Tabora. Yani wao kosa lao la kwanza ambao litawafanya Jumatano wafungwe vizuri ni kuwahi kuja Tabora. Yani hilo ndo, yani ndio maana nimezungumza mara ya kwanza kwamba kitendo cha Yanga kukanyaga ardhi ya Chifu Mirambo na Chifu Isiki, sisi pale tayari tumeshapata pointi 3. Kwa hiyo mambo ya kusema kwamba labda tunafanya nini, na ndio maana umeona wamekuja wana kazi ya kuhangaika. Mara leo wanachinja nini, mara leo wanafanya hivi, na zile zote si tunajua zile sio sadaka wanazotoa, zile wana mambo yao nyuma ya pazia. Kwa hiyo sisi hata kama wakichinja ng'ombe 1000, yani sio ng'ombe 20, hata wangechinja ng'ombe 1000 wangechinja, lakini siku ya Jumatano kipigo kiko